Mimi ni karibu kwenye mahojiano na Kibwana Matokeo, mratibu wa Yanga Princess, tupige na story, lakini kubwa zaidi ni kwenye tukio la IM Harris, tukio la kumpongeza rais wa Young Africans baada ya kuchaguliwa kuwa mjumbe FIFA kule kwenye kamati za mashindano. Kibwana, kwema? Kwema, mambo vipi? Salama tu. Niko sawa kabisa. Tukio kubwa leo la Engineer. Engineer ni mshikaji wako, lakini pia ni kiongozi wako. Kwako unamzungumziaje safari yake mpaka leo alipofika hapa? Ameanzia kafu, lakini sasa amepenya, yuko FIFA kwenye mpira wenyewe wa kidunia. Okay. Mimi nadhani Engineer anafanya kazi anayoipenda. Yeye ni mpenzi, mshabiki wa soka, kimaanisha mpira wa miguu. Na katika shughuli zake amepata nafasi ya kuwa kiongozi katika klabu ya Yanga ambayo ilimtengenezea hamasa ya kutaka kujiendeleza zaidi, kuwa kwenye nafasi zingine za juu katika taasisi tofauti, ili kile ambacho anacho aweze kukitoa kwa jamii na hizi taasisi. Kwa hiyo Engineer ni mtu ambaye anaenda kutimiza malengo yake kupitia taasisi hizo. Bwana, Engineer ni kama bado anayo hiyo nia ya kuwa mbunge, ama kwenye soka huko ndio njia yake sahihi? Yaani kufanikiwa yeye kupata nafasi FIFA ilikuwa ni lazima apitie katika hiko kitu ambacho umekisema. Kwa hiyo kupitia katika harakati za kutaka ubunge ilikuwa ni njia mojawapo ya kujisafishia yeye kwenda kupata nafasi hizi FIFA. Yes. Kwa namna unamuona sasa Harris na mpira wetu, lakini na Young Africans inaenda kunufaikaje kwenye hii hatua ya Harris kuwa kwenye kamati za mashindano FIFA? Kwanza faida kubwa inaipata nchi, lakini faida ya ziada inaenda kuipata klabu ya Yanga kwa sababu inakuwa na kiongozi ambaye yuko ngazi ya juu huko. Ni heshima na sio rahisi ukishakuwa kiongozi wa klabu na unakaa na wakubwa huko, wakati watu wanadiscuss vilabu vyao, wewe ukawa mnyonge kuiongelea klabu yako kwa sababu tu haifanyi vizuri. Kwa hiyo yeye zaidi anapokwenda juu, klabu ya Yanga inanufaika kwa sababu na yeye anataka isogeze karibu na yeye anapokwenda. Kwa hiyo automatically faida kubwa inakuja kwa klabu ya Yanga, lakini na kwa taifa zima. Ni kuhamisha kidogo kwenye ngao ya jamii iliyomalizika juzi mashindano, watu wameona mashindano, lakini sifa kubwa zimeenda kwa Yanga Princess ambao mmemaliza nafasi ya 3, lakini namna performance yenu imewavutia mashabiki wengi wa Yanga na wanaamini huenda mkaenda kutimiza yale malengo yenu ya kuchukua ubingwa msimu huu ambao unaenda kuanza tarehe 6. Ni kweli nilikuwa ni project ya takribani zaidi ya misimu 3. Unachukua wachezaji, unabadilisha na hichi, unajaribu kuangalia na kwenda gani na philosophy ipi ya mwalimu na hivi na vile, lakini season iliyopita tulianza kuona hiyo picha, tukaangalia madhaifu yetu yako wapi, tukaona tuna sababu ya kujazia, tumejazia. Nadhani season hii kuna kitu watu wameanza kuona kwamba tunakifanya na tutakifanya, na malengo yetu ni kuchukua ubingwa. Lakini sisi katika kujenga ile timu, hatukuijenga timu tu kwa sababu ya kwenda kushiriki ligi ya wanawake ya Tanzania na kuchukua ubingwa, lakini tulisema hii timu tuende nayo. Kwanza malengo ya kwanza hayo kuchukua ubingwa. Kishachukua ubingwa, lakini hii timu ndio itaenda sisi kutuhakikishia kule kwenye mashindano ya Sekafa na Kafu. Ili hiyo yote ni kutaka kujenga kikosi. Isije kawa tumechukua ubingwa alafu tukaanza moja kutengeneza kikosi kingine. Kwa hiyo tulikuwa tumejenga timu ambayo ina miondoko zaidi ya 3 huko mbeleni. Yes. Lakini Kibwana, kwa namna ambavyo umeona mashindano ya ngao ya jamii, yalikuwa ni mashindano namna gani kwa? Kwanza mashindano ya ngao ya jamii yalikuwa ni mashindano mazuri ya ushindani, lakini hasa kwa timu mbili. Kwangu mimi timu mbili ndio naona zimeleta ushindani mkubwa, nikiwa na maana JKT. JKT ni mabingwa wa ligi, ni mabingwa wa Sekafa na ndio wanakwenda kutuwakilisha sisi Champion League kule Kafu. Of course na dira yetu sisi ilikuwa ni kwa wao, yani tuliweza kuwafunga kule Arusha. Sasa tunakutana tena, hebu tuangalie kile ambacho tukifanya Arusha leo tunakipimaje. Na tumecheza pale Mbungi, watu wote wameona. Tumekuwa tukimiliki mpira kwa muda mrefu, wachezaji wameonyesha viwango na
watu wote kwa ufupi waliridhika na performance ya timu despite ya matokeo ya penalty shoot ambayo ni is anyone win. Yes. Kibwana, tukio kubwa ni la Jeanine. Kwanza hongera kwake, amekuwa top scorer wa mashindano ya ngao ya jamii, lakini story kuelekea ngao ya jamii ilikuwa kubwa kwake. Akatakiwa kwenda kupimwa homoni zake na vitu vingine, lakini baadaye tuliona taarifa ya shirikisho kuahirisha na kusema mwakani wataanza hizo process, lakini amefanikiwa kuwa mfungaji. Ameshinda kwenye mchezo wa nusu finali dhidi ya JKT, akafunga tena kwenye mchezo wa mshindi wa 3, lakini pia ameassist. Amekuwa goli 2, assist 1, amefanikiwa kuwa mfungaji bora. Nini ulikuwa unazungumza naye kutokana na pressure ilikuwa kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii? Kwanza mimi niseme nilichoshukuru Mungu, Jeanine she got very strong mind. Wakati hili sakata linatokea, of course mimi alinitumia message, nikaisoma message yake na ikabidi nimpigie simu. Nikampigia simu, nikamwambia bwana, sikiliza, mpira wa Tanzania uko na vitu vingi sana, una siasa zake nje na kadhalika na kadhalika, lakini wewe ukiwa kama mchezaji, wewe concentration yako inatakiwa iwepo ndani ya kiwanja. Yaani wewe kila watu wakiongea huko nje, majibu yako naenda kuyatoa pale ndani ya kiwanja. Akaniambia okay, sawa bosi. Sasa mimi bosi, mimi nataka niwapelekee ujumbe wa mashabiki wa Yanga. Siwezi kuwaangusha mashabiki wa Yanga. Sasa hivi watakuwa na maswali mengi, wanajiuliza na nini na hii hali iliyotokea. Nifanyaje? Nikamwambia basi, kwa ili kupelekea ujumbe wa mashabiki wa Yanga, wewe tengeneza clip, rekodi, waeleze washabiki wa Yanga nini unataka kuwaeleza. Basi bahati nzuri akarekodi hiyo clip na nafika kaitupa, kila mtu akaiona. Lakini mimi nachotaka kutoa angalizo ni kwamba sisi viongozi wa klabu ya Yanga sio viongozi ambao labda tuna kurupuka katika kufanya baadhi ya mambo. Tuna viongozi ambao wana uweledi mzuri sana, nikimwongelea Engineer Hersi, Arafati pamoja na kamati yake ya utendaji. Sisi ni vijana lakini tunaheshimu taratibu. Kabla ya kumsajili Jeanine tumejiridhisha katika vitu vingi sana. Kilichotokea hapa ilikuwa ni maneno tu ya mitaani, watu wanasikia na hili na lile na lile, lakini sisi Jeanine tulijiridhisha na tulikuwa tunajua kwamba ana sifa za kucheza ligi ya hapa na hata sehemu yoyote kwingine. Kwa hiyo tunaamini hatukufanya makosa katika kumchukua Jeanine ukawa mnyonge kuiongelea klabu yako kwa sababu tu haifanyi vizuri. Kwa hiyo yeye zaidi anapokwenda juu, klabu ya Yanga inanufaika kwa sababu na yeye anataka isogeze karibu na yeye anapokwenda. Kwa hiyo automatically faida kubwa inakuja kwa klabu ya Yanga lakini na kwa taifa zima. Ni kuhamisha kidogo kwenye ngao ya jamii iliyomalizika juzi mashindano, watu wameona mashindano, lakini sifa kubwa zimeenda kwa Yanga Princess ambao mmemaliza nafasi ya 3, lakini namna performance yenu imewavutia mashabiki wengi wa Yanga na wanaamini huenda mkaenda kutimiza yale malengo yenu ya kuchukua ubingwa msimu huu ambao unaenda kuanza tarehe 6. Ni kweli, nilikuwa ni project ya takribani zaidi ya misimu 3. Unachukua wachezaji, unabadilisha na hichi, unajaribu kuangalia na kwenda gani na philosophy ipi ya mwalimu na hivi na vile, lakini season iliyopita tulianza kuona hiyo picha, tukaangalia madhaifu yetu yako wapi, tukaona tuna sababu ya kujazia. Tumejazia, nadhani season hii kuna kitu watu wameanza kuona kwamba tunakifanya na tutakifanya, na malengo yetu ni kuchukua ubingwa. Lakini sisi katika kujenga ile timu, hatukuijenga timu tu kwa sababu ya kwenda kushiriki ligi ya wanawake ya Tanzania na kuchukua ubingwa, lakini tulisema hii timu tuende nayo. Kwanza malengo ya kwanza hayo kuchukua ubingwa. Kishachukua ubingwa, lakini hii timu ndio itaenda sisi kutuwakilishia kule kwenye mashindano ya Sekafa na Kafu. Ili hiyo yote ni kutaka kujenga kikosi. Isije kawa tumechukua ubingwa alafu tukaanza moja kutengeneza kikosi kingine. Kwa hiyo tulikuwa tumejenga timu ambayo ina miondoko zaidi ya 3 huko mbeleni. Yes. Lakini Kibwana, kwa namna ambavyo umeona mashindano ya ngao ya jamii, yalikuwa ni mashindano na namna gani kwa? Kwanza mashindano ya ngao ya jamii yalikuwa ni mashindano mazuri ya ushindani, lakini hasa kwa timu mbili. Kwangu mimi timu mbili ndio naona zimeleta ushindani mkubwa, nikiwa na maana JKT. JKT ni mabingwa wa ligi, ni mabingwa wa Sekafa na ndio wanakwenda kutuwakilisha sisi Champion League kule Kafu.
of course na dira yetu sisi ilikuwa ni kwa wao, yani tuliweza kuwafunga kule Arusha. Sasa tunakutana tena, hebu tuangalie kile ambacho tukifanya Arusha leo tunakipimaje, na tumecheza pale Mbungi, watoto wameona. Tumekuwa tukimiliki mpira kwa muda mrefu, wachezaji wameonyesha viwango na watu wote kwa ufupi waliridhika na performance ya timu despite ya matokeo ya penalty shoot ambayo ni is anyone win. Yes. Kibwana, tukio kubwa ni la Jenin. Kwanza hongera kwake, amekuwa top scorer wa mashindano ya Ngao ya Jamii, lakini story kuelekea Ngao ya Jamii ilikuwa kubwa kwake. Wakatakiwa kwenda kupimwa omani zake na vitu vingine, lakini baadaye tuliona taarifa ya shirikisho kuahirisha na kusema mwakani wataanza hizo process, lakini amefanikiwa kuwa mfungaji. Ameshinda kwenye mchezo wa nusu finali dhidi ya JKT, akafunga tena kwenye mchezo wa mshindi wa 3, lakini pia ameassist. Amekuwa goli 2, assist 1, amefanikiwa kuwa mfungaji bora. Nini ulikuwa unazungumza naye? Kutokana na pressure ilikuwa kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii.